vita vya uchumi. Kwa neema ya Bwana bado, basi mwanadamu atatoa sheria juu ya fedha. Mimi na wewe tunapaswa kuishi ndani yake ili kile ambacho yeye amekitoa kwetu kama ahadi kiweze kufanyeje? Kiweze kutimizwa. Kutoka eneo kwenda eneo lingine. Sema amen. Na kama unavyojua tumetembea sana na ujumbe mkubwa unaosema kuzaa na kuzidi sana. Haleluya. Lakini tulianza Jumatatu, tuliongea habari ya vita vya uchumi. Hebu naomba kanisa wote tuseme vita vya uchumi. Sauti yako isikike, maana sauti yako ikisikika ndio njia nzuri ya kushinda hiyo vita ya uchumi. Hebu sema vita vya uchumi. Sema tena vita ya uchumi. Nilianza kueleza kwa habari ya vita ya uchumi siku ya Jumatatu, lakini nikaendelea Jumatano tukaongea habari ya kutumikiwa na mali. Sema kutumikiwa na mali. Sema kutumikiwa na mali. Sema tena kutumikiwa na mali. Niongea habari za kutumikia, tukasema mamlaka ya chochote unachofanya. Tukasema ni kuwa na mamlaka ya chochote unachofanya. Lakini tukasema kutumikiwa na mali pia ni kujua juu, ni kuwa juu ya jambo lolote ambalo liko mbele yako. Maandiko kadha wa kadha yanatueleza kwa habari ya kutumikiwa na mali. Tukasema sio mwanadamu apitumikie. Amen. Uchumi, mtu, fedha inaweza kutumikia, inaweza kutumikia, inaweza kutumikia. Kitu kinaweza kumtumikia mtu na mtu anaweza kukitumikia kitu. Tukasema ni jambo la kuelewa sana kwamba katika maisha ya uchumi, kati yako wewe pamoja na vile ulivyo navyo ni kipi kinamtumikia mwenzake. Ikiwa mwanadamu ataitumikia fedha, basi fedha itampa sheria. Ikiwa fedha itamtumikia mwanadamu, basi mwanadamu atatoa sheria juu ya fedha. Sema amen. Kusema kinachosumbua watu wengi, vitu watu wanavitumikia vitu, sio vitu vinawatumikia watu. Sema amen. Kusema mpango wa Mungu ni kutaka vitu viwatumikie watu. Tukasema mtu akikosa kutumikiwa na mali, maana yake roho za umaskini lazima yule mtu atazitumikia. Wanasifiwe. Na umaskini, sema vita na umaskini. Sasa kama tuliongea kwa habari ya vita na umaskini, sema lengo la maisha, lengo la Mungu ni kutaka kumnyanyua mwanadamu ili mwanadamu ashinde vita vya umaskini. Sema amen. Tukagundua maana yake umaskini, unaweza kupigana na mtu na mtu anaweza kupigana na umaskini. Sema amen. Lakini kama mtu hajajua kupigana na adui anaitwa maskini, huwezi kushinda vita hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo hii tutakuwa na uachilio kwa kila mtu, ambao uachilio utalenga moja kwa moja kukushindia hiyo roho fikiri kwenye maisha yako. Kwa hiyo mchana huu tutakuwa na maombi mazito na Mungu atatembelea kila mtu ambaye unaweza kumpa Yesu makofi mazuri. Niombe profeti wangu leo, karibu kwa ajili ya neno zima kwa dakika chache. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kusimama mahali hapa. Amen. Ni neema ya upendeleo. Amen. Haleluya. Na nikukumbushe tu kwamba neema haikukute umekaa, ila neema unaipambania. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku nimewahi kusimama hapa kwa sababu Baba amenitaka nisimame, labda siku ambazo hayupo, lakini siku zingine zote huwa ninaomba ili upewe. Haleluya. Usipoomba huwezi kupata kila ambacho unakitaka. Usipoomba huwezi kila ambacho unataka. Kwa vile mimi ninataka niwe hivi, naipambania nafasi ya kuwa hivi nilivyo. Kwa vile ninatamani kusimama hapa kuzungumza na watu, niambia natamani niombe, utaisimamia nafasi yako. Kwa hiyo jifunze kuomba ili uitetee nafasi yako. Usipoitetea nafasi yako utabaki kama ulivyo. Utakufa na uimbaji wako ndani. Utazeeka na kipawa chako, unahubiri kimoyomoyo, unaimbaga kimoyomoyo. Lakini ukisimama mbele za watu wakaimba, mataifa watasikia na Mungu atatukuka. Haleluya. Kwa hiyo usinyamaze na kuzidi. Na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamini kila mmoja atazaa na kuzidi. Wakati ninaomba sana, Bwana alinionyesha kitu cha ajabu. Nikabaki ninashangaa, niko katikati ya maombi. Ninaona mbele yangu kuna saa. Lakini saa ina mishale miwili. Mshale wa kwanza unatembea, ila hauna spidi sana, ila unatembea kwa sekunde tu. Ila mshale mwingine umesimama. Ila mshale uliokuwa umesimama ulikuwa ni mrefu kuzidi ule mshale uliokuwa unatembea. Ila ghafla ule mshale uliokuwa umesimama ukaanza kutembea, ukaanza kutembea, ukaanza kutembea. Kadri ulivyokuwa unatembea ndivyo ulivyokuwa unaongeza spidi ya kutembea. Kadri ulivyokuwa unaendelea kutembea ndivyo spidi inaongezeka, ndivyo spidi inaongezeka. Mwisho ukaanza kuupita ule mshale uliokuwa unatembea mwanzo. Ukawa unazunguka kwa spidi haraka ukaupita, ila bado iko neema ya Bwana itakayokunyanyua kutoka katika pointi uliopo, itakupeleka kwenye kuzaa na kuzidi. Haleluya. Iko neema ya Bwana bado ambayo itakunyanyua kutoka kwenye hiyo hali, utaondoka na spidi, utamshinda aliyekutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu la leo linasema ahadi ya Mungu kuwatoa watu chini ya hali ya umaskini. Ahadi ya Mungu ya kuwatoa watu chini ya umaskini. Ahadi ya Mungu ya kuwatoa watu chini ya umaskini. Nimetumia neno umaskini, lakini nikiwa nimelenga kubeba vitu vyote kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa maana umaskini au maana ya neno umaskini ni hali ya kukosa au kupungukiwa. Haleluya. Kwa hiyo kama umaskini ni hali ya kukosa au kupungukiwa au kutokuwa nacho kabisa, inamaanisha nimebeba kila kitu ambacho wewe hauna au kila ambacho unakitamani. Kuna mtu anahitaji mtoto, amekosa mtoto. Haleluya. Kuna mtu ana biashara ila anatamani kupanda, amepungukiwa. Kwa hiyo vyote kwa pamoja tukiviunganisha tunapata neno umaskini, ambao
ambacho ni cha kifalme, yani ni cha ufalme wa mbinguni hana, lakini kwa sababu yeye ana hela katika ulimwengu huu anajiona mimi ni tajiri, kumbe ni maskini. Maana kuna kitu ambacho kimepungua kwake au kwenye maisha yake. Kwa hiyo umaskini ni hali ya kukosa au kupungukiwa, lakini somo linasema ahadi ya Mungu kuwatoa watu chini ya hali ya umaskini, kwa maana ya hali ya kukosa. Maana ya ahadi ni nini? Ahadi ni nadhiri. Haleluya. Au ahadi ni kitu chochote ambacho mtu unaweza ukakisema au ukakiweka ukiwa na lengo ya kukitimiza. Kwa hiyo unapoitoa ahadi inamaanisha naweza nisifanye leo ila nitafanya kesho. Ninapoitoa ahadi naweza nisitende leo ila nikatenda kesho. Yamkini sio majira ya kufanya sasa hivi, au kuna kitu ambacho kiko mbele ambacho kile kitu kitakapokuwa kimekamilika ndipo ile ahadi itatimia. Kwa hiyo ahadi ni kitu chochote ambacho mtu unaweza kukifanya, kukitoa, kukisema, lakini ukiwa umelenga lengo la kufanyaje? La kukitimiza. Ambazo ameziweka kwetu. Kwa namna fupi ninaweza kusema ahadi ni neno la Mungu. Maana unaposoma maandiko yote, yale maneno ya Mungu ni ya lile neno ambalo Bwana ameliweka ili atimize kile alichokisema yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana ni ahadi kwa mwanadamu. Kila neno lililoandikwa katika kitabu chake kitakatifu ni ahadi yangu pamoja na wewe. Ila mimi na wewe tunapaswa kuishi ndani yake ili kile ambacho yeye amekitoa kwetu kama ahadi kiweze kufanyaje? Kiweze kutimizwa. Msomaji, naomba kanisomee kitabu cha Mwanzo 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7. Imeandikwa, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, ndio Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mstari wa 2, ndio nami nitafanya agano langu kati yangu mimi na wewe, nami nitakuzidisha. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Haleluya. Nawe utakuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo kumbe, kwa maana nyingine, mbele za Mungu ahadi ni agano ambalo Mungu anafunga na sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu yeye ni Mungu anayetimiza maagano, anakitimiza kile alichofanyaje? Alichokisema. Cha kwanza anamtokea Abrahamu, lakini anazungumzia kitu kadogo kwa habari ya utii. Haleluya. Anazungumzia agano kwamba nitakufanya kuwa baba. Kile ambacho Bwana alikisema anakitimiza ndani ya Abrahamu. Haleluya. Leo tunaishi baraka ya nani? Ya ahadi ambayo ni Mungu aliweka na nani? Na Abrahamu au na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kila mwanadamu mahali hapa hayuko kwa bahati mbaya. Kuna kusudi la Mungu ndani ya maisha yangu na ndani ya maisha yako. Na kuna wakati fulani ambao mtu anapitia hali ngumu, anapitia kwenye changamoto, anadhani ya kwamba Mungu ameisahau ahadi aliyoiweka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ya Mungu huwa haizuiliwi na kitu chochote, ila ahadi ya Mungu inazuiliwa na wewe mwenyewe. Kwa sababu ikiwa Mungu ameweka ahadi ya wewe kukunyanyua ukiwa ndani ya hema yake, Mungu akiwa ameweka ahadi ya kukuponya ukiwa ndani ya utakatifu wake, unapotoka na yeye anatoka. Kwa hiyo ile ahadi ya Mungu haiwezi kutimia
kutimia kwako, na kwa sababu umefanyaje? Ukitaka kujifunza, wakati Mungu anaweka ahadi ndani ya Ibrahimu, ile ahadi ilitembea na uzao wa Ibrahimu, lakini ilikuwa ni mtu mmoja mmoja aliyekuwa Bwana anamuona anafaa kwake. Haujanielewa bado? Haleluya. Ibrahimu anazaa mtoto Isaka. Haleluya. Isaka anazaa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu anapobarikiwa, baraka yake anaishi Isaka peke yake. Isaka anapozaa watoto, kati ya watoto wa Isaka baraka inamwendea mmojawapo ambaye ni Yakobo peke yake. Chagua Yusufu na sio wengine. Tena mtoto wa mwisho huko kabisa. Hawa wengine walikuwa wapi? Tukitafiti sana tunaweza kupata habari ya kwamba yamkini hawa wengine hawakuwa wanatembea katika njia iliyokuwa inampendeza Bwana, na ndio Bwana akaona ya kwamba hawafai kusimama mbele zangu, hawafai kuendesha watu wangu, hawafai kusimama katikati yangu. Huyu ndiye anayefaa. Ndio maana ninakwambia ahadi inaweza isinipate, ni kwa sababu yangu mimi, sio kwa sababu ya mama, sio kwa sababu ya baba, ni kwa sababu yangu. Maanake ndani ya baba inasoma baraka, lakini ndani kwangu inasoma nini? Kuruka. Niko hapa na hapa. Haleluya. Yaani leo niko hapa, kesho niko pale, kesho kutwa niko hapa, kesho kutwa niko pale. Leo nazungumza hivi, kesho kutwa nazungumza nyingine. Ile baraka haiwezi kuja kwangu, wala ile ahadi ya Mungu haiwezi kutimia kwangu. Itamwendea yule aliyekaa ndani ya uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ahadi ya Mungu ni agano kamili ambalo amefunga na sisi wanadamu. Lakini ahadi ya Mungu sio kwa kumwangusha mtu yeyote yule. Ahadi ya Mungu imelenga kumnyanyua mtu yeyote yule ambaye yeye amemuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. 4 mstari wa 7 imeandikwa, ndio, malaika wa Bwana hufanya kituo, ndio, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Achia hapo. Ile ni ahadi ya ulinzi ambayo Mungu ameiweka kwenye nini? Kwenye maisha yetu. Lakini msomaji, naomba nisomee kitabu cha nisomee tu Zaburi 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, ili tuone ahadi ya Mungu kwetu sisi wanadamu ambayo imelenga kutuinua na sio kutuangusha chini wala kukaa chini ya umaskini. Zaburi 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 imeandikwa, ndio, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala yule mtu hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Wala hakuketi kabisa barazani pa wenye mzaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Bali sheria ya Bwana ndiyo ifanyaje? Impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Ishia hapo. Inamaanisha yule mtu anaitafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Ninataka nikufundishe kwamba hata kuiongea yamkini hauelewi. Nilikwambia hivi, yako maneno kwenye Biblia kama haueneni sawa sawa na mapenzi ya Bwana hayakuhusu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaopita katika njia ya Bwana, haleluya, hiyo ni ahadi Mungu imeandikwa, hapana sitakayofanyika juu yangu. Na itafanyaje? Ile ni neno la Bwana, ila ni ahadi ya Bwana kwangu mimi. Sasa kama sieneni katika njia ya Bwana, mbona nimepigwa? Mbona silaha zimefanyika? Mbona nimeangushwa? Mbona nimepata aibu? Haleluya. Mbona nimegarikishwa? Imeandikwa, nijapopita katika moto sitateketea. Mbona umeteketezwa? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna wakati Bwana ameturuhusu kupita katika moto, ndio, lakini ule moto unatuteketeza ni kwa sababu hatujaishi katika ahadi ya Bwana. Hatujatembea katika njia za Bwana. Kuna wakati ambao wanadamu wengi tumemsingizia shetani, yani kila kitu, yani kila kitu,
Yaani shetani umesahau kwamba wewe ndiye uliyefungua mlango. Haleluya. Haleluya. Tumesahau kwamba mimi ndio niliyefungua mlango. Mimi ndio niliacha kumtumikia Bwana. Mimi ndio niliacha kumtolea Bwana sadaka. Mimi ndio sijasimama ibada ya leo. Tupatafute palipobomoka. Ili kama chanzo ni mimi, kama chanzo ni wewe, nitengeneze kwanza mimi alafu kisha niinuke. Kama chanzo ni adui alinivamia, basi adui apigwe kisha mimi niinuke. Ukikijua chanzo kitakusaidia mpendwa. Sio unapigwa wakati unajipiga. Sio unateketeza wakati unajiteketeza. Palipobomoka ni wapi? Chanzo cha uharibifu ni wapi? Chanzo cha uharibifu ni kwamba mama yangu alitoa sadaka kwa miungu. Aha, ndio maana natembea katika laana. Ninakitafuta chanzo, ninakikausha chanzo, alafu kisha ndio niinuke. Chanzo cha uharibifu ni nini? Niliweka mapatano na mtu na yale mapatano yamenishinda kutoa. Ndio maana sasa ninapigwa. Ndio maana sasa ninaangushwa. Nivuje kwanza yale mapatano kisha nisimame mbele za Bwana aniinue na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Tupatafute palipobomoka. Tukiingia ndani ni watakatifu, tukirudi nje sio wenyewe. Haleluya. Tunaishi ndani ya ahadi ipi? Tunataka kunyanyuliwa kwa namna ipi? Tunanyanyuka tukiwa katika maombi tu. Tukitoka ndani ya kanisa hakuna kunyanyuana. Haleluya. Ni njia tofauti kabisa unapita. Sasa Bwana atakunyanyua vipi? Tunamchosha Bwana. Haleluya. Tunamchosha mchungaji. Jasho linamtiririka. Niko kanisani naomboleza. Wakiniombea ninaruka. Nikitoka naenda kudanga. Wewe hawezi kunyanyuka kwa staili hiyo. Lazima ukae na chini kwa Bwana. Kisha mtafute Bwana ili Bwana itimie kwenye maisha yako. Bwana hawezi kukutimiza ukiwa barabarani unawayawaya. Ukiwa barabarani unatembea tembea. Ukiwa barabarani unazurura. Anakutimiza ukiwa ndani ya uwepo wake. Haleluya. Kwani kilichowazuia wana wa Israeli kufika wote ni nini? Ahadi ya Bwana ilikuwa ni kuwafikisha wote. Ndicho kitu alichowaahidi. Na tena Bwana alivyo mzuri akawatafutia na njia. Ukisoma maandiko yanasema hivi, akazungumza ya kwamba ngoja niwatafutie njia ambayo itakuwa nyepesi ya kuwafanya mpite. Mkipita hii njia yamkini mtakutana na vita nyingi, mtagairisha safari. Sawa sawa na Bwana kuwatafutia njia nzuri. Bado wengine hawakufika. Hawakufika kwa sababu gani? Ahadi ya Bwana ilikuwa kamili, ila shida ilikuwa ni kwao. Haleluya. Wao ndio walikuwa wana wasiwasi. Hawamwelewi Bwana anayotumikia. Hawaamini yale mapigo ya Bwana kule. Hawaamini uwezo wa Bwana. Bwana anawainua wenyewe wanaanguka. Baba anawategemeza wenyewe hawaelewi. Bwana kawaacha. Kwa hiyo tulitafute kusudi. Tusimpige Farao kumbe shida ni sisi. Tusimwangushe Farao kumbe shida iko kwangu. Ahadi ya Mungu ni kunifikisha. Ninakwama wapi? Ninafeli wapi? Ni kwa sababu labda ndani kwangu nina hofu. Kumbe cha kwanza ninachopaswa kufanya ni kuiondoa hofu iliyoko ndani kwangu. Kisha nimkamate yule Mungu aliye hai. Ile ahadi aliyoweka mbele yangu kwamba nitakwenda nawe, usiogope, ndivyo nitakavyotembea katika maeneo yote. Kwa maana iko ahadi inasoma ndani kwangu kwamba sitakugarikisha, utapita katikati yao. Ninatembea katikati yao kwa sababu ndani ninao uwepo wa Bwana. Ndani ninao uwezo wa Bwana. Lakini uweze kupita katikati yao huku unadanga. Uweze kupita katikati yao wakati hata kumtolea Bwana sadaka unarudi nyuma hivi. Haleluya. Haupiti watakucheka. Haupiti watakuangusha. Wakisema kuitenda kazi ya Bwana unawaza hivi, unasachi mfuko huku na huku. Ngoja nikatoa kakami. Watakucheka haupiti na kwambia. Kwa hiyo mpaka nipate nguvu ya kupita katikati yao, niwe ndani ya uwepo wa Bwana, ndipo ninakuwa simba, ninaunguruma, ninakuwa ni moto urao. Nikipita wanaachia, ninaenda. Maana ndani kwangu ninaye Mungu. Ninatembea katika njia ya Bwana. Iko baraka rebosika wakilani. Bwana ananibariki. Ni kwa sababu yeye yuko ndani kwangu. Hatuwezi kupita, tuna michanganyo. Amina mama. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana linainuka kwa sifa na ukuu wa Bwana. Sio wengine wanapita hivyo, wanapita hivi. Alafu ukija kwenye ibada iko ahadi ya Bwana. Wewe
miupa kwa jina la Yesu. Ninamimina moto mashetani wote, majini wote waliomiminia kila kona na moto, kila kona na moto, nguvu za kila na moto, umaskini na kuachia moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unashuka moto, unashuka moto, unashuka moto. Kazi kelele nguvu, kelele nguvu, kelele mteteza, leta mama, leta mama. Jipuri, wanema jipuri chako, jipuri chako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe chini, wewe chini, wewe chini. Nakuamrisha, nakuamrisha. Kwa jina la Yesu, nakupiga. Ondoka, ondoka, ondoka. Unakimbia, unatoka kwenye umaskini, unatoka unakimbia, unatoka unakimbia. Sikia tu watu, unatoka unakimbia, wanakimbizwa, wanakimbizwa, wanakimbizwa. Nahama leo, nahama leo, nahama leo, nahama leo, nahama leo, nahama leo. Kuna wengine wamepeleka sura zao, wamepeleka sura na hawa chini, huyo chini huyo amepeleka sura, amepeleka sura, amepeleka sura. Na wahamisha wote, na wahamisha wote, kila uzao waliokamatwa, kila chini waliokamatwa. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Waya nyoka, 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 waya nyoka. Kama tayo waya nyoka, hiyo waya nyoka, 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 waya nyoka. Kuteketeza na kuangusha waya nyoka, 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 waya nyoka. Waya nyoka, santo kusaba, na ulimwa. Kwa jina la Yesu, santo kusaba, enda baba wasete, eka baba baba, enda wasete, enda kusaba, eka baba baba, enda kusaba, enda baba, eka baba baba, enda wasete, enda wasete baba, eka baba wasete, eka baba baba, enda baba, enda wasete baba, eka baba baba. Kuteketeza, na kuteketeza, na kuteketeza, sehemu ya mbele kwa kweli, na kuteketeza, kuteketeza, kwa jina la Yesu, kila roho ya nyoka, kila roho ya nyoka, kila roho ya nyoka, kila roho ya kamata chini huyo, kamata chini, kamata chini huyo, kamata chini huyo, kamata chini huyo, kwa jina la Yesu, malaika kamata chini huyo, kamata chini huyo, kwa jina la Yesu, kamata chini huyo, kwa damu ya Yesu, kamata chini huyo, kwa jina la Yesu, roho ya nyoka, roho ya nyoka. Wewe mzee wako, wewe nyoka, wewe nyoka. Wewe nyoka. Hebu kila mmoja anamshambulia. Shambulia roho ya nyoka. Hapo mliposimama, shambulia roho ya nyoka. Shambulia roho ya nyoka. Shambulia roho ya nyoka. Shambulia roho ya nyoka. Nenda naye pale uwanjani. Kashambulia mapepo yote. Hizo roho za nyoka. Kwa jina la Yesu, peleka kwenye uwanja pekee. Kopo za giza zimetoa na kopo za moto yeyote aliyeshuka chini ya umaskini leo
Wacha kumoto